nilipata nafasi au fursa au niseme kutambuliwa kama mwanafunzi bora wa kitaifa mwaka 2002, na katika historia ya mkoa wangu haijawahi kutokea kabla na mpaka leo haijawahi kutokea tena. Lakini pia kwenye familia yangu mimi haijawahi kutokea mtu wa namna hiyo. Na hata iliposikia, nakumbuka baba yangu amechukua gazeti, ameona jina langu, akarudi ndani, wakati huo mitandao hamna sasa. Akarudi ndani akaniambia, kuna gazeti nimeona jina linafanana na wewe. Yaani mzee alikuwa amini kama mtoto wake anaweza akawa vile. Lakini nataka niwashauri na niwaambie vijana mlioko hapa, njia rahisi sana ya kubalance fursa kwenye jamii yote ni kuwapa watu elimu. Ukipata elimu unakuwa tayari umepata fursa ambayo usingekuwa na elimu pengine usingeipata. Na kama uko hapa unafikiri wewe huwezi kuwa chochote, niko hapa kukwambia unaweza ukawa chochote kama utaamua leo ninapozungumza namna hiyo. Mimi matokeo yangu ya kwanza ya darasa la kwanza tulikuwa wanafunzi 50 darasani, mimi nilikuwa wa 43 kati ya watu 50. Na kipindi kile ilikuwa ikifika mwisho wa term mnaitwa shule nzima kama hivi. Tunakaa chini ya mwembe pale shule moja kwa shule msingi Shangani. Mkono wa wilaya anafahamu. Kwa sababu naye ametokea huko. Kwa hiyo tulikuwa tunakwenda pale, alafu kila darasa wanataja 10 bora na wanataja 10 kwa mfano inaitwa 10 dhaifu. Sasa siku ile kuna jina moja la kuudhi sana, tulikuwa tunaitwa bwabwa. Hivyo. Kwa hiyo walikuwa wanatajwa wale 10 wa kwanza, wanapigiwa makofi, wanapewa penseli, vichongeo, mikebe na madaftari, afu baada hapo wanatajwa 10 dhaifu. Afu mkitajwa 10 dhaifu mnasimama mnakuja mbele shule kama hivi. Afu mnazomewa ili muone aibu next time. Kwa mimi niliwahi kuzomewa kama mmoja wa vijana ambao hawajafanya vizuri darasani. Kilichonibadilisha ni nini? Alikuja mtu shuleni kama hivi ninavyozungumza. Nikiwa nimetokea kwa familia duni, sikio nimekaa paredi, tunakaguliwa Jumatatu, mkanda wangu umekatika, sina mkanda kwenye suruali. Mwalimu akapita, akaniita, akaniweka mbele ya shule kama hivi. Akaniuliza, mkanda wako wapi? Akamwambia umekatika. Akasema, umeshinda hata kuchukua mkanda wa pochi wa mamako. Kasikia maumivu makali sana ndani. Kile kitu kikani destroy kabisa. Nikawa sina confidence. Sasa ile baada ya wiki 2-3 akaja mtu mmoja. Mzungu mmoja alikuwa anasaidia pale shuleni kutoa misaada na nini shule. Akasimama paredi kama hivi. Mimi nikamweka katikati. Alafu nimeshika hivi. Wakati ameongea baadaye akanispot. Akasema, "Wewe kijana bali, njoo." Kwanza sikuamini kama ananiita mimi. Niitwa na mzungu. Najiona ni mtu sifaa. Lakini akaniambia, "I'm talking to you, come." Kiingereza chenyewe kipande. Kwa akaniita mbele. Akaniambia, "What's your name?" Akamwambia, "Kwa nini unafanya hivi?" Akamwambia, "Tu sina furaha." Akamwambia, "Let me tell you something. You can become whatever you want in this life and never let anyone decide your destiny." Your statement nilikuwa naiota ndoto kila siku nikilala. Najiuliza nini? Mpaka leo naamini malaika tu alitumwa kwa ajili ya kunisaidia. Pengine leo nisingekuwa mbunge wala leo nisingekuwa waziri kama ningekuwa nimekata tamaa. Ninaamini kutoka kundi hili kuna watu wakubwa wa nchi hii watazaliwa kutoka kwenye Chief Kidulile. Nataka niwatie moyo vijana mlioko hapa, ninyi ndio wakuu wa shule wa kesho, ndio wabunge wa kesho, ndio wakuu wa mikoa wa kesho, ndio wanasayansi wa kesho, ndio wafanyabiashara wakubwa wa kesho. Usiruhusu historia ya familia yako au historia ya matokeo yako ikuambie wewe ni nani. Watu 1,000,000 wakikwambia wewe unaweza, ukajiambia siwezi, hautaweza. Lakini watu 1,000,000 wakikwambia hauwezi, wewe mwenyewe uko unajiambia naweza, basi utaweza. See you at the top.